Kuna baadhi ya migogoro ambayo huwa inatokea katika jamii, hususan inaweza ikawa labda wosia ulikuwepo na mtu alishaandaa huo wosia, lakini unakuta kwamba bado kuna hawa ambao wapo wengine wa pembeni wanakwambia na sisi tunahusika. Na kwa namna moja au nyingine inaweza ikawa ni kweli labda na wenyewe wanahusika, lakini kwenye wosia hawapo. Sasa kwa sababu utaratibu ni huu kwamba kanuni maneno ya marehemu huwa ndio yanayoheshimika. Hauwezi ukaenda kinyume na kile ambacho marehemu alishakisema kwamba nitakapofariki nataka mali zangu zigawanywe hivi na hivi na hivi na hivi na hivi. Basi kile ambacho marehemu alikisema basi hicho ndio kinachofuatwa. Wale wa pembeni, kile ambacho alikisema marehemu ndicho kinachofuatwa. Mtazamaji una nafasi ya kutuma ujumbe wako kupitia namba ya simu ambao unaiona kwenye runinga yako kuhusiana na yote ambayo tunazungumza hapa, na leo ni siku ya Alhamis ambayo tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusu sheria. Na leo tupo katika upande wa mirathi, upande wa wosia, ambapo tunaona hata viongozi wa dini, viongozi wa serikali wakitoa elimu kwa jamii kuhusiana na kuweza kuandaa wosia ili isije ikaleta changamoto katika familia, ili isije ikaleta mgongano katika jamii, kwa sababu kuna baadhi ya watu tunayoona katika jamii kuna changamoto ambazo huwa zinatokea pale tu ambapo mmoja akiweza kutangulia mbele za haki. Ndipo na wakili Innocent Mkenda tutazungumza mengi, lakini hususan ni kuhusiana na masuala mazima ya wosia. Tutazungumza hapa. Tuzungumzie kuhusiana na huyu sasa ambaye anaandaa wosia. Ameandaa wosia, anasema kama anaweza kubadilisha, si ndio? Ameona kabisa sasa hapa wosia huu inabidi ni ubadilishe. Kuna vigezo vipi tena ambavyo atabidi afuate, au ni vile vile kama vya awali, na kama mashahidi ni wale wale inabidi waliochukua mara ya kwanza na mara hii ya pili inabidi na waite, au anaweza akachukua mashahidi wengine kuja kubadilisha tena huo wosia? Narudi kwenye mfano. Baba yangu mimi aliandaa wosia 95, alafu 2006 akabadilisha. Na wakati wanabadilisha kuna baadhi ya mashahidi hawakuepo tena. Kwa hiyo wale waliokuepo waliwataarifu kwamba ule wosia nimeubadilisha kwa sababu ya mabadiliko haya na haya ambayo yametokea. Kwanza sikuwa nina watoto hawa, lakini nilipata mtoto mwingine, lakini nilikuwa nina mali hizi, sasa hivi nina mali kiwango hiki. Kwa hiyo siwezi kuendelea na wosia ule kwa sababu hautakuwa umetenda haki. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba wanauchana ule, alafu mnaendelea na wosia mwingine. Na labda kingine kikubwa tu waelewe ni kwamba wosia ukishauandaa pia unaruhusiwa kwenda kuweka sehemu salama RITA. Unaweza kwenda kupeleka RITA ukaweka kule kwa ajili ya kuhakikisha dokumenti zako zimekaa vizuri. Lakini kuna jambo jingine pia la ziada nilitaka niliongeze. Kuna aina hii ya wosia ya mdomo ambayo inaweza kufanyika mbele ya shahidi, anaweza kawa ni mmoja. Wanaweza wasio ni kwenye ile idadi ambayo nilitaja awali. Na hii inakuwa ni kwa watu maalum. Kwa mfano, huyu ni mwanajeshi ameenda kwenye vita Kongo. Na kwenye mapigano labda alishambuliwa. Na ikatokea kwamba anaona kabisa hana uhakika wa kuishi tena. Na mbele yake anamuona mtu mmoja tu ambaye anaweza akamhadithia kwamba ninataka mali yangu igawanywe hivi na hivi na hivi. Katika mazingira kama hayo ya hatari ya kifo, na kwa wanajeshi ni categories fulani tu ya watu ndio wanaweza kutoa huu. Basi anaweza kumwambia yule mtu kwamba ninataka kitu hiki na hiki na hiki, na kama yule mtu atakwenda kukileta kile ambacho yule marehemu alikisema ikatokea kwamba alifariki, basi inakuwa pia ni wosia kamili. Wosia kamili. Yes. Lakini inakuwa ni kwa special ya watu kama wanajeshi wanapokuwa kwenye vita, ameshambuliwa na hana uhakika wa kupona. Kwa hiyo yeye anaruhusiwa kutoa wosia mbele ya shahidi hata mmoja. Kuna masuala mazima ni kwamba katika jamii watu wengi na waona kwa mtazamo wangu hawana elimu zaidi kuhusiana na masuala mazima ya wosia. Na kila mmoja anakuwa na mtazamo tofauti. Kama pale awali niliweza kuzungumza, mtu anaona kabisa kuandaa wosia huku naenda kujichulia mimi mwenyewe kifo. Je, vipi kuhusiana na kwa upande wenu mawakili? Huwa mnatumia sasa njia gani au mbinu gani kuweza kuwafikia sasa wananchi katika mazingira yao ili kuweza kuwapa elimu zaidi kuhusiana na masuala ya wosia, au ni kwamba wananchi ndio huwa wanakuja sasa hapa kuwatembelea katika ofisi zenu kuweza kupata elimu zaidi? Kati ya vitu hivi viwili huwa mnatumia njia gani? Ni nyinyi kuwafuata wananchi au wananchi kuwafuata nyinyi? Katika practice ya sheria kwa kila mwaka huwa kuna majuma ambayo yanakuwa ni kwa ajili ya kutoa elimu. Yanakuwa ni kama umeshia kusikia pia kuna wiki za sheria. Katika kipindi kile huwa tunatumia pia kutoa elimu kwa wananchi, tunawafikia na kuwaeleza mambo kadhaa, wosia na mambo mengine ambayo pia ni muhimu kwao. Na
tunatumia dirisha hilo pia kuwaelekeza na kuwaeleza umuhimu wa kuandaa, kwa sababu kama nilivyotangulia kusema hapo awali, unapokuwa unaandaa usia vizuri inakusaidia kuepusha migogoro mingine ambayo sio ya lazima pale ambapo unakuwa unaondoka, kwa sababu mara nyingi sana ukiwa unafuatilia, nafikiri wewe kazi yako ni ya kufuatilia, utagundua kwamba kuna matatizo mengi sana huwa yanatokea baada ya mtu kuwa amefariki. Sasa unapoandaa usia inasaidia kupunguza hayo matatizo, inasaidia kupunguza matatizo kwa kiasi kikubwa, kwa sababu hakuna tena mgogoro utakaokuwepo kwenye mali ya marehemu, kwa sababu tayari alishaweka utaratibu wake namna jinsi anavyotaka mali yake igawanywe. Kwa hiyo unasaidia kwa kiasi kikubwa sana kupunguza hii migogoro, hasa marehemu anapokuwa ameshafariki. Lakini hata hivyo bado katika jamii kuna visa ambavyo huwa vinatokea. Sasa unaweza ukajiuliza kwa nini kwamba katika jamii kuna visa kama hivi ambavyo vinakuwa vinatokea katika masuala mazima ya mirathi, ambapo kuna mambo mbalimbali yanakuwa yanatokea. Lakini hata hivyo kiachana, ukisema kwamba labda kuna wale ambao wanakuwa ni wasimamizi ambao huwa wanasimamia mirathi. Sasa huyu msimamizi ambaye yeye anakuwa anasimamia mirathi anakuwa ameweza kuchaguliwa na marehemu, si ndio? Sasa ni kwamba kuna vitu gani ambavyo huwa vinaangaliwa kusema kwamba huyu ndiye atafaa kuwa msimamizi wangu, lakini hata katika masuala mazima ya mirathi lazima mwanasheria anakuwa anahusika. Kwa sababu tunazungumzia kwenye usia, kwenye kuchagua huyu msimamizi ni marehemu mwenyewe, huo ndo anachagua. Kwa hiyo tutakachokifuata ni kile ambacho kimeandikwa kwenye usia kwamba huo sio umeshuhudiwa na mashahidi wanne, na mimi ninamchagua fulani. Itakapotokea kwamba sipo, basi fulani ndio atakaye husika na kusimamia mgawanyo wa mali zangu kama jinsi nilivyoandika kwenye usia. Kwa hiyo kunapokuwa na maandishi kama hayo, basi inakuwa inasaidia. Ni tofauti na hizi nyingine, kwa sababu kwenye mirathi ya kawaida ya kiserikali tunapotumia sheria sasa hizi za nchi, mtu anapokuwa anaondoka, cha kwanza tunachokifanya ni kukaa kikao cha ukoo, alafu mnateua msimamizi. Kama ni wa kike anaitwa administratrix, kama ni wa kiume anaitwa administrator, kwa ajili ya kwenda kupetition kwa niaba ya hiyo familia ili kupata hiyo barua ya usimamizi wa mirathi. Ndio kunakuwa kuna utofauti huo. Lakini kwenye hii ya kawaida ni kwamba kwa sababu anakuwa ameshamteua, basi yeye atakwenda tu atatachi wasia wake, ule atakwenda mahakamani kupetition, basi atagawanywa tu zile mali kama jinsi wasio wanavyosema. Kwa hiyo inakuwa imepusha migogoro kwa namna hiyo, kwa sababu mara nyingi kwenye kufuata sheria za kiserikali ndipo kunapokuwa kuna migogoro mingi. Wengine wataenda kuweka zuio, wengine watakwenda kuleta fujo. Lakini kunapokuwa tayari kuna usia ambao ulisha direct namna gani mali zinavyotakiwa zigawanywe, basi inasaidia kuepusha matatizo mengine ambayo sio ya lazima sana. Mtazamaji, ni saa 1:59. Hii ni Morning Victory kila siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa. Mimi ndio Georgina Mwatatu nikiwa sambamba kabisa na wakili Innocent Mkenda. Neno la mwisho kwa mtazamaji ambaye anatufuatilia sasa hivi kuhusiana na masuala mazima ya wosia. Neno la mwisho ni kwamba waandae wosia mapema ili kuepusha matatizo mengine ambayo sio ya lazima. Kwa sababu kuna sehemu kadhaa kwenye sheria ambazo tunakutana nazo ambazo huwa ndo zinakuwa zina changamoto sana kwenye ardhi na kwenye mirathi. Ni kati ya sehemu ambazo huwa zinaleta machafuko mengi sana, na kuna watu wengi huwa wanauana kwa sababu ya mirathi, kwa sababu ya ardhi pia. Lakini sasa ili kuepusha ni lazima tu kishaona kwamba umefikia, kwa sababu sio unaweza kaandika hata sasa hivi ukishakuwa na zaidi ya miaka 18, wewe mwenyewe unaweza kaandika usia. Kaandika usia kwamba una mali hizi, nataka mali zangu zigawanywe. Ukiamua kusema kwamba mali zako nipewe mimi, nikasema mali zangu zipewe, inaruhusiwa pia. Ili utakapokuwa umeondoka sasa uache mambo salama. Watu waache uoga kwamba nikiandika usia nitakufa. By the way, watu usipoandika usia utakufa tu. Kwa hiyo tu ni afadhali uandike tu mapema ili kuepusha matatizo haya mengine, kwa ajili tu ya manufaa ya familia yako na kizazi ambacho utakiacha. Yes.
Mtazamaji, siku ya Alhamisi tunazungumzia masuala mbalimbali ambayo yanahusiana na sheria, na leo nipo na wakili Innocent Mkenda ambapo ameweza kuzungumzia kuhusiana na masuala mazima ya wosia, ambapo katika jamii zetu huwa tunaona jinsi gani ambavyo mitafaruku ambavyo huwa inatokea katika familia. Lakini hata hivyo tunaona viongozi wa dini pamoja na viongozi wa serikali wamekuwa wapo mstari wa mbele kabisa kuweza kuhakikisha ni kwamba kuweza kuwashawishi au kuweza kuhamasisha wananchi jinsi gani ya kuweza kuandaa wosia. Ni saa 2:01 tena tukapata mapumziko, na tukiweza kurejea tena utakuwa ni wasaa mzuri wa kukujuza mengi katika upande wa kurasa za mbele za magazeti.